Ya mtokae hapo bwana. Wazee wangu shikamoni. Habari za asubuhi. Wazee wangu, tumekuja leo ikiwa ni muendelezo wa ziara za mgombea wetu wa kiti cha urais wa Zanzibar kupitia chama cha Makini. Amekuwa na ziara tofauti za kutembelea makundi mbalimbali. Lengo ni kujua changamoto za makundi hayo ili ziweze kutatuliwa ikiwa ataingia yeye, na kama hakuingia yeye basi aziandikie ziende pale panapohusika waweze kutatua. Na leo katika ratiba ziara ilikuwa ni kwa wakulima na wafugaji, ili tuweze kufahamu changamoto za wakulima na wafugaji. Nafahamu ukanda huu wote wa wilaya hii ya Kati ndio wilaya inayoongoza kwa ukulima na ufugaji kwa takwimu za kisiwa chetu cha Unguja. Binafsi mimi ni mkulima na nipo wilaya ya Kati hivyo. Ni wilaya ambayo inaongoza hasa kilimo cha mboga mboga. Na Bambi tunajua kwa viazi vitamu. Kwa maana wilaya yetu ya Kati ndio wilaya ambayo inaongoza katika sekta ya kilimo na mifugo. Kwa tukaona tuchague wilaya ya Kati ili tumlete mgombea katika wilaya hii ya Kati, kwa sababu ndio sehemu pekee atakayeweza kufahamu changamoto za wakulima na wafugaji. Tunafahamu kama nilivyotanguliza kusema na nilivyo declare mwanzo kwamba mimi mwenyewe ni mkulima. Tunafahamu changamoto ya pembejeo, tunafahamu kwa ukanda wa Umbuji tuna changamoto ya umeme kuwa mdogo, tunajua. Tunafahamu watu wa mifugo, madawa tunavyoyanunua, vyakula gharama tunavyozitumia. Kwa ndio lengo la kumleta mgombea. Aliyesimama mbele ni Mheshimiwa Amer Hassan Amer, mgombea wa urais kupitia chama cha Makini, ambaye anategemea ridhaa ya Wazanzibari. Endapo watampa ridhaa basi aweze kushika hatamu kwa kipindi cha miaka 5. Kwa hiyo tusipoteze muda, tumsikilize mheshimiwa ana kipi cha kuzungumza na sisi. Mheshimiwa, karibu. Asante. Asante mheshimiwa katibu mwenezi. Asalamu alaykum wazee wangu. Shikamoni. Awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kufika siku ya leo hapa Bambi. Lakini vile vile niwashukuru wazee kwa kunikaribisha kuja kuzungumza na nyinyi. Nafahamu wazee ni nguzo muhimu. Na si mzee nguzo muhimu tu, lakini nyinyi wazee maisha yenu yote mmeyatumia katika kilimo. Kwa hivyo najua umuhimu wenu katika nchi ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Na hasa kwa wananchi kupata mazao ya mboga mboga, kupata maziwa kupitia ng'ombe, kupata kuku kupitia mfugo wa kuku. Kwa hivyo sisi kama chama cha Makini, labda niwaambie tu kidogo, Makini maana yake maarifa, kilimo na nishati. Hiyo ndiyo maana ya jina la chama cha Makini. Kwa hivyo katika suala la kilimo ndio eneo letu hasa. Na hata ukiniona hii crown yetu tuliyovaa ina kijani ikiwa na maana ya kilimo, lakini na huku rangi nyeupe ni maana ya amani. Kwa hivyo suala la kilimo katika chama cha Makini tuna sera ya kumkomboa mkulima. Na bahati nzuri katibu mwenezi yeye mwenyewe ni mkulima. Mimi mwenyewe pia ni mkulima, lakini mkulima mdogo. Lakini kwa nini nimesema tuje hapa Bambi kuja kuzungumza na nyinyi wakulima? Kwanza tunafahamu matatizo ambayo wakulima yanawapata. Lakini la pili tunafahamu kilimo tunacholima ni kilimo cha kusaidia sisi na familia yetu, sio kilimo cha tija kama wenzetu bara wanavyofanya. Kwa hivyo nini tutakifanya katika swala la kilimo kuwasaidia wakulima? Endapo wananchi wa Zanzibar wakinipa ridhaa mimi kama Ameri kuwa rais wa Zanzibar. Kitu cha kwanza tunataka lengo ni kufanya mapinduzi makubwa katika sekta ya kilimo. Vilimo vyote, kilimo cha mboga mboga na mazao mengine. Kwanza kabisa tunajua baadhi yenu mna vikundi vyenu, lakini vikundi pengine vimekosa ushajihishwaji wa kusaidiwa. Kuna watu najua wanakuja hapa wanatoa ahadi lakini hawazitekelezi. Mimi niwaambie, chama cha Makini tumekuja kwa komboa Wazanzibari na hasa wakulima.
kwa kutoa ahadi zinazotekelezeka, lakini vile vile kwa kushirikiana. Kwa hivyo wazee wangu, niwaambie katika suala la kilimo, suala la pembejeo, kuanzia mbolea na mbegu na mambo mengine, mambo yote haya serikali ya Chama cha Makini itatoa kwa wakulima bure. Lakini si hayo tu, pia tutatoa nafasi ya kutoa taaluma. Tutaleta mabwana shamba ambao watatoa taaluma kuwasaidia wakulima ili waondokane na kilimo cha mazoea kwenda katika kilimo cha kisasa, ambacho kilimo hicho kitamsaidia mkulima kupata tija zaidi. Na tija hii, mategemeo yetu ni kwamba hata serikali kuu nao pia wafaidike kupitia kilimo hicho. Tunafahamu kuna kilimo cha nyanya, lakini si Zanzibar hapa tunaita tungule, kilimo ambacho tunalima wengine kwa msimu kwa kutegemea mvua. Nimepata taarifa kwamba hata umeme Bambi haujitoshelezi, na hasa kwa wakulima wetu. Kwa hivyo nini Chama cha Makini kitafanya? Tutahakikisha kila shamba la mkulima kumpelekea umeme ambao utasaidia kuvuta maji. Tukipata maji ya kutosha, imani yangu ni kwamba hata kilimo chetu sasa hivi tutalima kilimo kizuri ambacho kitaleta tija. Lakini vile vile kuna udhaifu pia wa soko. Tungule nyingi zinaharibika Zanzibar kwa sababu hatuna viwanda. Miongoni mwa hayo pia Chama cha Makini tutajenga viwanda vya kusindika tungule, tunapata nyanya, tunapata tomato sauce. Tomato sauce hiyo ambayo sisi tunasema bado haijakidhi matakwa ya wakulima, kwamba tungule tunazilima, je, zinakwenda wapi? Na ndio maana tukasema tutafanya maarifa mazuri ya kutengeneza viwanda ambavyo tutasaidia wakulima sasa yale mazao ambayo mnalima mnakuja kuuza katika serikali, au mkiamua vyo vinginevyo. Sisi tumesema tutasaidia wakulima kuwapa nyenzo za kuuza mazao yao popote pale ambapo tunaona pahali hapa wanapata faida, ili mradi tunataka wakulima waweze sasa kujikomboa katika kilimo chao. Kwa hivyo wazee wangu, nimekuja hapa kuzungumza na nyinyi. Kabla ya kuzungumza na nyinyi, kuna baadhi yao nishazungumza nao na tumesikia matatizo ambayo wakulima hasa katika eneo la Bambi mnayapata. Mimi niwaambie poleni sana, lakini hongereni kwa sababu bado mnajitolea na maisha yenu mingi mmeyapoteza katika kilimo. Kwa hivyo kwa hayo machache nilizungumza, mimi niwaambie kama katibu mwenezi alivyosema, hata kama Chama cha Makini hatujashinda urais wa Zanzibar, bahati nzuri tunayoyafanya hapa ni maendeleo kwa Wazanzibari, kwa kukomboa Wazanzibari. Kwa hivyo hata kama mimi Ameri sijashinda, nitaandika waraka mahususi ambao una malengo mazuri ya kumkomboa mkulima, na tutampelekea waraka huo atakayeshinda, ili na yeye sasa aangalie katika engo ya kuwasaidia wakulima, na hasa wakulima wa Bambi, kwa sababu Bambi ni kitovu cha wakulima Zanzibar. Viazi vitamu tunapata Bambi, mboga tunazipata Bambi za kutosha. Mimi mwenyewe nimekaa kule Cheju kule wapi kule Bambi JKU. Kuna maeneo mengi tu kule JKU. Maeneo mengi hapo JKU yamemilikiwa na jeshi la JKU. Na serikali yetu ya Chama cha Makini tumesema tutakaa na jeshi la kujenga uchumi JKU kuambia kwamba maeneo yale ambayo yapo tu kiholela hayafanyiwi kazi, basi maeneo yale wachizame wananchi, warudishwe wananchi ili wafanye kazi, wajikomboe kiuchumi. Kwa hivyo baada ya machache, kwa sababu bado tuna ziara, tunakwenda shambani kutembelea. Kwa hivyo wazee wangu, niwashukuru kwa haya ambayo nimekwambieni. Mimi niwaombe sana, kwanza tudumishe amani na utulivu. Nchi yetu tunakwenda kushukuru katika uchaguzi. Kuna baadhi wanasema tarehe 29 kuna maandamano, lakini mimi niwaambie wazee wangu, tarehe 29 ni siku maalum ya kupiga kura Tanzania nzima, kwa upande wa Tanzania bara na Zanzibar. Lakini vile vile kuna tarehe 28 upigaji wa kura wa mapema ambao sisi wananchi wa kawaida hautuhusu. Kwa hivyo naomba tukitoka hapa tukae na vijana wetu wasishawishike, tukae na utulivu, tukapige kura tarehe 29. Baada ya kupiga kura, wanaokwenda shambani waende shambani, wanaofanya mambo yao mengine wafanye mambo mengine, ili mradi tuhakikishe kwamba kuna amani wakati huu wa kampeni, kuna amani wakati wa kupiga kura, lakini kuna amani wakati wa matokeo. Kwa hayo machache wazee wangu niwashukuru, lakini niwaambie sitokoma hapa, tutakuja kuwatembelea hata baada ya uchaguzi kumalizika, kwa sababu sisi chama chetu ni chama ambacho
kina malengo ya kuwakomboa wakulima wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Niwashukuru sana wazee wangu, asanteni sana. Mazuri na kweli kilimo ni eneo kubwa kwa wilaya yetu ya Kati, lakini hapa kumeita wakulima na wafugaji. Sasa wafugaji wanasema eneo kubwa limezungumzwa la kilimo tu, lakini kwenye ufugaji labda tunamuomba mgombea naye azungumzie labda mambo gani amejipanga kwenye sekta ya ufugaji pase kama kule kwenye kilimo labda na viwanda. Na mimi vile vile kama alivyosema mwenzangu, mimi mkulima wa mpunga na nimelima mpunga tangu utoto wangu mpaka sasa nakwenda. Sijui utalisaidiaje bonde letu la Kisima Mchanga Uzini kwa ukulima huu wa kisasa, maana ule wa kizamani ushatutosha, tunakwenda kiuna upande sasa. Hayo ndio yangu, nalima mpunga sisi. Kwanza nishukuru kwa masuala mazuri. Ni kweli nimegusia sana katika kilimo, lakini kilimo kina mawanda mapana. Kilimo pia kinaingia katika kilimo cha ufugaji. Katika suala la ufugaji, katika sekta ya ufugaji, wale wote ambao wameandaa aidha wana vikundi vya ushirika au mtu mmoja mmoja, Chama cha Makini kina dhamira ya kuwapa wafugaji mikopo nafuu ambayo haina riba. Lakini si mikopo tu, pia kuwaletea kuwaletea wataalamu katika swala la ufugaji wa kuku, wataalamu katika swala la kufuga kuku na mbuzi wa maziwa, wataalamu wa kufuga ng'ombe, ili wafugaji wetu na wao pia waanze sasa kubadilika kutoka katika kufuga kwa zamani na kufuga kisasa. Tunafahamu wazee wangu, sasa hivi mambo yamebadilika. Kama mzee alivyosema, yeye ni mkulima wa mpunga na amelima mpunga miaka kadhaa, lakini hana ambacho alichokipata. Ni kweli, na hili mimi nalijua, kwa sababu wakulima wengi wa mpunga wa Zanzibar mwisho akimaliza kulima anapata polo lake moja, polo mawili, ambapo amepoteza muda mwingi. Nini serikali ya Chama cha Makini inakwenda kuwakomboa wakulima wa mpunga na hata wale wafugaji. Kuna miradi mikubwa na kuna miradi midogo na kuna miradi ya kati, ambayo hii aidha mtu mmoja mmoja, kikundi cha watu watatu au kikundi cha ushirika. Kwa maana hiyo, mzee wangu, ni kweli katika swala la kilimo, kama unavyomwona huyu katibu mwenezi, tumekwenda India wenzetu wamekuwa wazuri katika kilimo cha mpunga. Lakini sio India tu, tumekwenda hata wenzetu Tanzania bara hapo. Tumekwenda Mbeya, tukaona wenzetu vipi wanalima. Wenzetu kule wanalima, akimaliza kulima anapata magunia 500, magunia 1000. Lakini Zanzibar tujiulize, ni mkulima gani wa Zanzibar ambaye amelima mpunga akavuna zaidi ya magunia 10? Na bahati mbaya magunia hayo 10 anayolima akaenda kupeleka kwenye kinu cha kukoboa mpunga, akipata mchele hata polo moja la kilo 50 wengine hatulipati. Kwa hivyo wataalamu wapo wazuri ambao tayari tumeshaingia nao katika mazungumzo. Wao wanachokisubiri ni nini? Wanachokisubiri ni kwamba Ameri umeshinda, wanakuja Zanzibar kuja sasa kukaa na wakulima wote wa mazingira tofauti ili kuwakomboa katika haya mazingira ambayo tayari nimeshakwambia. Kwa hivyo jambo la msingi tukapige kura, kumpigia kura Ameri Hassan Ameri. Kwa sababu gani umpige kura Ameri Hassan Ameri? Baada tu ya ushindi ambapo tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC wameshanitangaza, sasa hivi tunarudi kwa yale maeneo au makundi ambayo tumeweka ahadi kwenda kutekeleza ahadi. Nafahamu tumezoea kupiga kura kwa mazoea, lakini sasa hivi lazima tubadilike wazee wangu. Lazima tujizame ni nani atakayetusaidia katika kumkomboa mtu mmoja mmoja, katika kuikomboa Wazanzibari. Kwa hivyo kutokana na hilo nililosema, mimi niwaambie tu, engo zote katika suala lazima la ukulima, la ufugaji, Chama cha Makini kinakwenda kumkomboa mkulima, Chama cha Makini kinakwenda kumkomboa mfugaji. Niwashukuru sana kwa muda wenu, tuwashukuru kwa kuacha pirika zenu na kuja kutusikiliza. Nina imani huu ni mwanzo na tutaendelea kuwa tunafanya hizi ziara kadri, hata kama hatukuingia sisi,
lakini bado tutaendelea kufuatilia yale ambayo tumeahidi na tutayasimamia kwa uwezo wake Allah. Mimi niwashukuru sana wazee wangu. Jina langu Makame Al-Makame, ni kiongozi katika wakulima wa kanda hii. Pia nashughulikia masuala ya kilimo na ufugaji. Kwanza nitoe shukrani kwa ujio huu wa kiongozi wetu huyu kuja kuelezea malengo na madhumuni, ndipo Mungu akimjalia akiweza kupata madaraka. Lakini pia nitoe shukrani kwamba hata kauli yake nyingine amesema pindipo hakupata, lakini hizi changamoto zetu ataziandikia na ataziwasilisha kwa ambaye amepata. Lakini pia namuomba tena kwamba asijakasahau kwamba hakupata, lakini sisi tupo na bado changamoto tutakuwa nazo na malengo ya kuendelea tunayo. Hapa tulipo pana kituo cha maziwa, tunakusanya maziwa kama unasikia mashine na nguruma ndani hapo. Lakini pia tuna changamoto mingine ya mitaji kwa ajili ya ununuzi wa ng'ombe bora na mapembejeo nyingine za kilimo. Kwa hayo machache nitoe shukrani za dhati niaba ya wenzangu, sema asanteni sana na karibuni. Unasema nani? Kiloma hichi kaingiza pia mtu wa rais. Tusikie vipi? Azachukua tu. Achukua tu. Watu kuna mabonge mbamba. Kwa jina naitwa Kashindi Colonel Mlekwa, ni mkulima kutokea Umbuji. Nipo hapa shambani ninapopatia riziki, kwa mfano naweza kusema hivyo, maana hii ndo kazi yangu. Tupo tunaendeleza mapambano ya kuwa, lakini kikubwa hasa mimi ninacho kihofia, la kwanza Mbegu gani? Mbegu kwanza nimesema mbegu nimepanda aina ya dhahabu. Kuna mbegu moja inaitwa dhahabu F1 na nzuri sana, inafanya vizuri. Lakini kikubwa ninachosikitika kwanza ni masoko. Masoko kwetu bado hayajawa right ya moja kwa moja ya msimamo, kuwa ukivuna angalau ile serusi ya faida yako angalau ile serusi faida utapata, angalau japo ile hela ndogo tutapata, lakini bado masoko hatujawa nayo ya uhakika. Unaweza ukatoa mzigo leo, unaweza ukasikia leo kuna 30,000, kesho ukakuta kuna 15,000. Kikubwa nilikuwa naomba jamani, hao waliokuwa kidogo wenye uwezo watusimamie, serikali kuendana na hali ya masoko yalivyo, angalau na sisi wakulima tupate ile kuinuka vizuri. La pili, changamoto ni umeme. Umbuji bado tuna umeme mdogo na wakulima ni wengi. Tulijitahidi hapo siku za nyuma kuomba tupate transformer iliyokuwa kubwa kidogo, lakini naona mpaka sasa hivi bado hatujafanikiwa. Kwa mfano kama mimi, pale nyuma yangu kuna mkulima na pale mbele yangu kuna mkulima. Yaani wakiwasha pampu yule kule na yule hapa akiwasha, itabidi mimi niwasubiri mpaka wamalize kumwagilia, halafu na mimi huku ndo niwashe pampu ili nianze kumwagilia. Kwa maana hiyo naweza kusema ni changamoto, inaturejesha nyuma. Na ukikaa kidogo kama hujaimwagilia, matokeo yake utakuta matunda yanakufa chini, yanakuwa yanakosa yale maji ya kutosha. La pili, viuatilifu. Mpaka sasa hivi bado kidogo havijawa na uwezo. Sijui, naweza kusema wale watengenezaji wenyewe ndo wanaotuferisha au vipi, kwa hapo sijajua. Na hilo mimi nilikuwa naomba lisimamiwe, viingie viuatilifu ambavyo vyenye kiwango ambavyo ukishanunua
ukishapiga shambani kwako ionekane kama umetumia kiuatilifu. La tatu, maji. Maji Umbuji hatuna maji. Kwanza kisima chetu hakina pampu ya maji. Yaani kijiji kizima sasa hivi hichi tunachota kwenye visima vilivyokuwa tena maji yani hayana leo uhai wa kutumia binadamu, lakini ndio hivyo tunaumwa matumbo. Leo kuna jirani yangu pale nimepigwa simu usiku, amepelekwa hospitali kwa sababu hatujui kama ndio hizo changamoto za maji, tunakunywa kwenye kisima tu. Kwa hiyo kikubwa nilikuwa naomba angalau ikiwa kama kuna uwezekano watusaidie pampu tupate, kisima tunacho, watusaidie pampu tupate ili angalau na sisi tunywe maji ya kwenye mfereji. Omar ni mkazi wa Umbuji, kijiji cha Umbuji, lakini kusema kweli ardhi yetu ni ardhi ya kulima kabisa, nyenyewe mnashuhudia. Lakini kutokana na hali tunakosa miundombinu kwa wakulima wadogo. Kwa mfano kama sisi ni wakulima wadogo, nataka kuwezeshwa, lakini anaweza kuambia mpaka hivi sasa hakuna fursa yote ambayo iliyotufikia sisi ni watu wa chini. Kwa hiyo kama leo mmekuja pwenu katika kijiji cha Umbuji, sisi tumefurahi kuja, lakini vile nataka hili swala mpeke kunakohusika, kama kuna viongozi, kuna ambao wanahusika, ili swala tushughulikie. Waje. Watu wengi tunakaa maskanda na mpango wote, hatulimi. Na ardhi yetu ina mbolea, kwa tunachoomba tuletee wahusika, tupambane, tupewe miundombinu yote, tulime. Sasa nataka tutendea kazi tu. Pembejeo, visima tuongezewe. Hizo ndo fursa. Ardhi tunazo. Mikopo kikweli si haitufikii. Tunajaza fomu, unagonga mpaka kwenye benki, lakini mrejesho hakuna. Kwa hiyo hiyo pia ni changamoto kwa upande wetu. Sasa tuna pesa, nataka kuwezeshwa. Na kuwezeshwa lazima wanaohusika si watuwezeshe. Mimi naitwa Aisha Chugu Manyanda. Endelea. Mimi nataka hiyo changamoto kama aliposema yule kijana, maji hatuna. Kama mikopo tunadanganywa tu, andikeni mfanye hivi hamna. Kwa hiyo tunamuombeeni tukipata mikopo tena tutashukuru sana. Tumeomba tangu mpaka juzi fomu tumejaza, tunadanganywa kesho mtaletewa pesa mtatumiwa. Hamna mpaka leo. Mpaka kesho uchaguzi hakuna pesa. Mmekwenda wapi? Hapo skuli. Mara 3 tunaenda. Wamekuja wahusika. Sasa namwambia huyo mgombea tuone na sie wanyonge. Kama hivyo maji, kisima, tupate mikopo, tutajiendeleza hivyo. Sawa. Asante. Kwanza mimi niwape pole wakulima wote wa Umbuji. Na ukweli ni kwamba nimefika hapa Umbuji na nimefika katika shamba hili la pilipili boga, lakini vile vile nimekwenda kule katika shamba la nyanya au sisi hapa Zanzibar tunaita tungule. Kilio chao nimekisikia. Kilio chao kikubwa ni swala zima la umeme, hawana maji, lakini vile vile pembejeo. Mimi niwaambie tu na kupitia kama mgombea niwaambie ZECO. Swala la umeme ni swala la kijamii. Na swala hili lazima wakulima wa Umbuji, wakulima wa Bambi, wakulima wote wa Zanzibar hii wapelekewe umeme haraka iwezekanavyo. Lakini niwaambie tu chama cha Makini, endapo Mwenyezi Mungu akijalia tukifanikiwa, kitu cha kwanza cha kukifanya ni kuhakikisha kwamba ZECO na ZAWA wanawajibika kuwaletea umeme wakulima, kwani wakulima hawa lazima tuwakomboe katika hali yao ya kiuchumi. Lakini si hilo tu, wamesikitika ishu ya pembejeo na hili tumelichukua, lakini uzuri ni kwamba chama cha Makini tunasema pembejeo zote zinatolewa bure kupitia chama cha Makini. Lakini pia vile tumesikia tatizo la mikopo, wanadanganywa sana. Hao wanahusika na mikopo. Mwisho wao tarehe 29, kwa sababu siwezi kuona mimi nikiwa kama mgombea wanakuja hapa watu wa idara wanachukua majina, lakini wanamdanganya hata mgombea hata Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Nimwambie Dr. Mwinyi, ushadanganywa sana na watendaji wako, kwani wakulima wana malalamiko. Mimi ndio nimefika site hapa, wakulima malalamiko, wanakuja hapa naambiwa kwamba andikeni majina yenu mnapewa mikopo, lakini mikopo haiwafikii wakulima. Kwa hivyo na hili Dr. Mwinyi ulijue na ulione, kwani wewe ndio rais wa Zanzibar kwa sasa. Lakini mimi niwaambie wakulima, haya matatizo yenu yote haya ya kudanganywa na kila kitu, mwisho wake tarehe 29 inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, Hassan Ameri akiwa rais wa Zanzibar, haya matatizo ya mikopo ambayo itakuwa haina riba, pembejeo kwa wakulima wote bila kujali, lakini vile vile swala zima la umeme na maji mtayapata wakulima
niwape pole kama chama cha Makini, tunakupeni pole sana, na mimi nikiwa kama mgombea kwa kweli nasikitika sana, lakini masikitiko yenu yote yatafanywa kazi tarehe 29. Kanipigeni kura nishinde urais ili mambo yote haya yafanikiwe. Asante sana.